Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mwendelezo wa taarifa njema kabisa kuna katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, kila siku wanazidi kuendelea kuweza kufanya mazuri, ambapo klabu ya soka ya Young Africans imetangaza kushusha vyuma kuelekea usajili huu wa dirisha dogo la usajili, ambapo tayari wenyewe wanakuambia kwamba wameshakamilisha usajili wa nyota ambao wanawahitaji kwenye kikosi chao, ambapo tayari kila kitu kimeweza kuwekwa wazi kunako katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo wameweza kuweka bayana ya majina ya nyota ambao tayari wamekula saini ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Na mimi nikaona sio vyema niache kukusogezea majina ya nyota ambao tayari wameweza kusajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mimi nimekusogezea hapa taarifa kamili juu ya usajili huo wa Young Africans katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, ambalo huenda Young Africans wakafanya marekebisho katika maeneo baadhi ambayo wanaona yana mapungufu kulingana na ripoti ya mwalimu Pedro kuhusiana na kile ambacho amekifanyia tathmini. Ila kabla tujaendelea kwenye kwenda kukutajia majina ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni timu ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans imetangaza kuanza rasmi kuanza kudondosha majina ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi chao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Huu unakuwa ni mwendelezo wa klabu ya soka ya Young Africans kuendelea kuweza kufanya maingizo mapya kwenye kikosi chao baada ya kuweza kufanya tathmini ya kina na kujua ni wapi ambapo wanaona panapovuja, ili ambapo watakaporudi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na ligi kuu waende katika mstari ambao umenyooka kweli kweli na sio kupindapinda. Sasa unaambiwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans, katika taarifa ambayo mapema kabisa imeelezwa ni kwamba klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania. Hapa nazungumzia Emmanuel Mwanengo akitokea klabu ya Tabora United. Unaelezwa kwamba katika taarifa ambayo ina uhakika zaidi ni kwamba tayari wamemalizana na nyota huyo kunao katika kikosi cha hapa nazungumzia Tabora United zamani, ambayo kwa sasa ni TRA, ambapo mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 22 tayari amekamilisha kila kitu kuhusu usajili wake, na ambapo weekend iliyopita alifanya kupiga picha za utambulisho kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa zinaelezwa kwamba atatambulishwa katika michuano ya Mapinduzi Cup akiwa na klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo Emmanuel Mwanengo tayari huyu ni moja kati ya watu ambao ni wachezaji muhimu utakaweza kuwashuhudia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kile kinachoonekana ni moja kati pia ya mpango mkakati
wa Yanga kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinachoendelea. Lakini inaelezwa pia klabu ya Yanga inaonekana kuwa mbioni kukamilisha usajili wa kiungo Alphonce Mabula, nyota wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye kwa sasa anacheza soka la kulipwa katika klabu ya Shamak nchini Azerbaijan. Mabula ameibuka kuwa kivutio kikubwa kutokana na namna anavyotimiza majukumu yake katika eneo la kati, akionyesha uwezo wa hali ya juu wa kusoma mchezo, kutuliza mpira na kusambaza pasi kwa ustadi mkubwa. Hali hii imewafanya viongozi wa Yanga kuanza kufuatilia kwa ukaribu maendeleo yake, wakilenga kuinasa saini yake katika dirisha la usajili la mwezi Januari. Mabula ni mchezaji ambaye mwenye kipaji cha kipekee ambaye ameonyesha kuwa anaweza kucheza kwa kiwango cha juu hata katika mazingira ya ushindani wa kimataifa. Uwezo wake wa kufanya kila kitu mpira unavyotaka si tu amewavutia mashabiki wa soka, bali pia ameamsha hamu ya klabu kubwa kama Yanga kumjumuisha katika kikosi chao katika soka la kisasa. Kiungo mwenye uwezo wa kutawala eneo la kati ni silaha muhimu kwa timu yoyote inayotaka kutawala mechi na kupata matokeo chanya. Kwa Yanga, usajili wa Mabula unaweza kuwa hatua muhimu katika kuimarisha kikosi chao kuelekea mashindano ya ndani na nje ya nchi. Klabu hiyo imekuwa na malengo makubwa kutawala soka la Afrika Mashariki na hata kufika mbali katika mashindano ya kimataifa, kuongeza mchezaji mwenye uzoefu wa kucheza nje ya nchi na alionyesha ubora katika timu ya taifa. Kwa hiyo ni miongoni mwa hesabu ambazo Young Africans wanazifanya kuhakikisha anatua kwenye kikosi chao. Lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na mchezaji moja kati ya wachezaji kutoka pale Uganda ambao wanatajwa kujiunga na kikosi cha wananchi kutokana na uwezo wake mkubwa kabisa, ambapo klabu ya Yanga imefikia makubaliano binafsi na nyota wa Uganda Alan Okello mwenye umri wa miaka 25. Okello amekubaliana project ya Yanga, mshahara, sign on fee na yuko tayari kusaini mkataba wa miaka 2. Upande wa mchezaji na Yanga mambo yako safi. Kinachosubiriwa ni Yanga kumalizana na Vipers. Okello amebakiza mkataba wa miezi 6 na klabu yake na Yanga wanatarajia kutuma ofa ya $100,000 sawa na shilingi milioni 247 ili kuvunja mkataba huo, na kama Vipers watakataa ofa hiyo basi Yanga watamchukua bure mwishoni mwa msimu huu. Kazi imebaki kwa Vipers. Okello anaitaka klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia dili hilo likienda vizuri, huku Alidi Aucho ndiye kama connection unaweza kusema ya kiunganishi kati ya Yanga na Alan Okello, ambapo mazingira mazuri ya kazi na mahusiano ndiyo yanaboresha mapenzi na mahusiano wakati wa kazi na hata baada ya kazi. Wakati wa mjadala wa tetesi kuhusu Alan Okello Mganda kutajwa kuwa na mazungumzo ya usajili Yanga, kifupi dili hilo lilikwisha malizika muda mrefu, ulikuwa unasubiriwa muda wa kumtangaza, na kiungo mkubwa kuchochea dili hili inaelezwa ni Dr. Alidi Aucho, kapteni wa timu ya taifa ya Uganda. Licha ya kucheza Yanga, lakini yeye ndiye aliyerahisisha mjadala na wepesi wa kiungo huyu mshambuliaji kutua kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza tu kushuhudia utambulisho wake kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Wewe unaonaje ama umepokeaje kuhusiana na usajili huo? Weka maoni yako katika upande wako.